Asante kwa kuendelea kuichagua TBC2. Jina langu ni Teresa Mbulumi. Hii ni Jaba Habari na sasa ni wakati wa mahojiano. Kama alipokwisha kueleza Richard, tuko na Dr. Edward Kija. Yeye ni bingwa wa mfumo wa fahamu kwa watoto, Hospitali ya Taifa Muhimbili, lakini leo tutazungumzia magonjwa adimu. Karibu sana daktari. Asante sana. Sawa, moja kwa moja tunapozungumzia magonjwa adimu, kijana aelewe nini au anayetutazama muda huu? Asante sana. Magonjwa adimu ni mkusanyiko wa magonjwa mengi sana. Inakadiriwa sasa hivi tunakaribia karibu magonjwa 10,000 tofauti tofauti. Kwa hiyo ni mkusanyiko wa magonjwa mengi. Sasa ili ugonjwa uwe uitwe ugonjwa adimu, unakuwa na baadhi ya vigezo, ambavyo kigezo kikubwa ni kwamba ni ugonjwa ambao unatokea kwa nadra. Sasa hii nadra ina kipimo chake, na hiki kipimo kimekuwa tofauti tofauti kuendana na maeneo. Kwa nikitoa mfano, ukizungumzia Ulaya na Uingereza, ili ugonjwa uweze kuitwa ugonjwa adimu, ni ugonjwa ambao unaathiri chini ya mtu mmoja kati ya watu 2,000. Kwa Marekani wenyewe wanatumia namba kabisa kwamba ni ugonjwa ambao unaathiri watu chini ya 200,000. Sasa sisi huku nchi za Kiafrika na Tanzania ikiwa mojawapo, tunatumia vigezo vya Shirika la Afya Duniani ambavyo wenyewe vinapima ili ugonjwa uweze kuitwa ugonjwa adimu, ni ugonjwa ambao unaathiri chini ya watu 65,000 katika watu 100,000, ambao ukipiga mahesabu ya haraka haraka ni chini ya mtu mmoja katika watu 1,500. Kwa hiyo kwa ugonjwa mmoja mmoja ni ugonjwa ambao unaathiri watu wachache, lakini ukiwajumlisha sasa wanakuwa wengi. Kwa sababu kitakwimu tunakadiria kwamba haya magonjwa adimu yanaathiri kati ya 3.5% mpaka 6% hivi ya watu duniani. Kwa ujumla wake sasa ukipiga mahesabu kwa idadi walioko duniani ni zaidi ya watu milioni 450. Kwa hiyo ni watu wengi sana kwa ujumla wao. Lakini kwa mmoja mmoja ndio wanakuwa wachache. Mfano wa magonjwa haya adimu ni yapi? Sasa magonjwa adimu yako mengi sana. Kwa kuna magonjwa mengi adimu ambayo yamekuwa tunayasema ni yale ambayo yanaathiri vinasaba, au kwa Kiingereza tunasema yanaathiri genetics. Kwa sababu hiyo ndio inachukua karibu 75% ya magonjwa yote adimu. Kwa mfano, kwa hiyo ni magonjwa yale ambayo yanaathiri misuli ya binadamu. Kwa mfano maradhi kama yanaitwa kwa Kiingereza Duchenne muscular dystrophy, ambayo ni ugonjwa unaenda kuathiri protini ambayo inashikilia misuli. Kwa hiyo inafanya misuli inakuwa haina nguvu, mtu anaishiwa nguvu. Kuna maradhi kama yanaitwa kwa Kiingereza spinal muscular atrophy, ambayo yanaathiri chembe hai ambayo inatoka kwenye uti wa mgongo inakwenda kwenye msuli, kwa hiyo inafanya pia mtu anakuwa anakosa nguvu. Lakini pia kuna maradhi ambayo yanaathiri damu. Kuna maradhi ambayo kwa Kiingereza tunaita Wiskott-Aldrich syndrome, ambayo yanaenda kuathiri damu na ngozi. Kwa hiyo mtu anakuwa anapata vidonda vya kwenye ngozi inaathirika, na anaweza akawa anaishiwa damu kwa sababu zile chembe hai sahani zinakuwa pia zinaathirika. Kwa hiyo ni mkusanyiko wa maradhi mengi, lakini kwa mfano mifupi ndio hayo. Ndio. Labda pengine tufahamu magonjwa ya adimu yanaweza kusababishwa na nini? Kwa baadhi labda ambao umeyataja, au kwa yale ambao sababu zake zinajulikana haraka, pengine ni chakula, lifestyle yetu, ni nini hasa kinaweza kusababisha mtu kupata magonjwa haya adimu? Kwa hiyo magonjwa adimu yanaweza kusababishwa na vitu mbalimbali. Kikubwa kabisa ni genetiki au vinasaba, au kwa vijana wengi wamezoea kusema DNA. Kwa hiyo ni kitu ambacho mtu anazaliwa nacho, na hiyo inachukua karibu mpaka 75%. Kwa hiyo zaidi ya theluthi 2 ya wagonjwa wote ambao wanapata magonjwa adimu, shida inakuwa iko kwenye genetiki. Lakini hiyo sio njia pekee ambayo inaathiri. Kuna maradhi mengine ya adimu yanasababishwa na takasumu. Nikisema takasumu namaanisha baadhi ya takasumu ambazo zinapatikana kwa mfano kwenye mazingira yetu, sehemu ambazo wanachimba madini kwa mfano. Kuna takasumu ambazo zinasababishwa na kemikali kama mercury. Kuna takasumu ambazo zinasababishwa na kemikali kama inaitwa lead, ambayo yenyewe inaweza kapelekea hiyo. Kwa hizi takasumu zikiingia kwenye mwili wa binadamu zinaweza zikapelekea mtu akapata ugonjwa adimu. Kwa hilo ni la pili. Lakini la tatu, maambukizi. Kuna maambukizi pia ambayo yanasababisha maradhi adimu. Na haya maambukizi, kuna maambukizi ya virusi,
Kwa mfano kama utakumbuka miaka 3-4 iliyopita kulitokea kama mlipuko, lakini ni ugonjwa adimu wa virusi vilikuwa vinaitwa Zika, ambavyo vilishambulia sana maeneo ya Amerika ya Kusini na baadhi ya nchi za Kiafrika. Kwa hiyo pia ni maradhi adimu. Pia kuna vimelea ambavyo tunaita kwa Kiingereza bakteria. Bakteria pia na wenyewe wanaweza kusababisha maradhi adimu. Kuna baadhi ya bakteria kama Brucella, anaitwa Brucella, ambaye anapatikana katika sehemu za wafugaji, ambaye naye anaweza akasababisha maradhi adimu. Kuna kinga ya mwili. Mwili wetu umeumbwa na kinga ambayo inatusaidia kujikinga na maradhi mbalimbali. Kwa hii kinga ya mwili inapoathirika kwa namna moja au nyingine, inaweza ikaanza kushambulia viungo vya mwili, na hii pia inaweza kapelekea mtu akapata maradhi adimu. Lakini pia wakati mwingine vitu hivi vinakuwa kama vinashirikiana. Nikishirikiana nasema kwamba mtu anaweza akawa na changamoto ya kijenetiki ya kivinasaba ambayo inamweka katika hatari zaidi ya kupata maradhi adimu. Kwa huyu mtu ambaye ana vinasaba ambavyo vinamweka katika hatari au vinasaba hatarishi, anapopata maambukizi ya aina yoyote, inaweza sasa ikachochea mlipuko wa magonjwa adimu. Lakini kwa kiwango kikubwa ni vinasaba au DNA inapelekea mtu anapata. Sasa kwa kusema hayo, kwa vijana ambao tutazama muda huu na wanategemea labda kufunga ndoa, kuna umuhimu gani wa kufanya kile kipimo kinaitwa genotype kama sikosei? Yeah, so genetic testing ni kipimo muhimu kwa watu ambao wanatarajia kufunga ndoa. Tumezoea watu wakifunga ndoa tunawashauri wapime virusi vya ukimwi, wanapima na maradhi mengine, lakini kikubwa inakuwa ni virusi vya ukimwi. Lakini kwenye zile familia ambazo zilishawahi kupata mgonjwa adimu, kwa sababu pia sio kila mtu anaenda kufunga ndoa hata kama hauna historia hiyo kwenda kupima. Gharama zinaweza zikawa kubwa na isilete faida kubwa sana. Lakini kwenye zile familia ambazo tayari kuna muathirika wa mgonjwa adimu, uwezekano wa kupata muathirika mwingine unakuwa ni mkubwa ukilinganisha na familia ambazo hazina muathirika wa ugonjwa adimu. Kwa hiyo tunashauri zile familia ambazo tayari zimeathirika waende kwa vituo vya afya, madaktari watawaona na watawashauri ni kipimo gani cha kufanya, kwa sababu hivyo vipimo vya genetic testing viko vya aina tofauti. Lakini cha msingi zaidi kwenye jamii yetu ya Kitanzania bado tuna jamii ambazo zina utamaduni wa kuoana ndugu kwa ndugu. Kwamba inaweza kaa ni mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, wanaoana na wanapata watoto. Hizo jamii zipo katika jamii yetu ya Kitanzania. Inatokea zaidi kwenye Mashariki ya Kati, nchi kama za Pakistan wanafanya hivyo zaidi, na nchi za Kiarabu wanafanya hivyo zaidi, lakini hata Tanzania kuna jamii ambazo bado wanaendelea. Sasa hizo familia ambazo kitamaduni za kwao ni kitu cha kawaida ndugu na ndugu kuoana, hao ndio huwa tunasema tunawapa kipaumbele zaidi. Kwamba kabla hamjaoana ndugu kwa ndugu, ni lazima muangalie ile tunaita kwa Kiingereza family tree, kuangalia kama kuna dalili kwamba kuna uwezekano mmoja wa familia amewahi kupata ugonjwa wa adimu. Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza akapata na watu wasijue. Na hii inatokea sana kwa sababu watu wengi waathirika wengi wa magonjwa ya adimu, karibu 30% wanafariki mapema. Wanafariki kabla ya miaka 5. Na mara nyingi chanzo cha kufariki kinaweza kisijulikane, kwa sababu dalili za haya magonjwa ya adimu zinaweza zikawa zinafanana na maradhi mengine. Kwa hiyo ikitokea kama hivyo, hizo familia ndo tunasema ziende kwenye vituo vya afya, kipaumbele kiwe kikubwa zaidi katika kupimwa. Lakini sio hicho tu, hata zile familia ambazo kuna historia ya mimba kutoka mara kwa mara, na pia zenyewe zikaenda kupimwa, kwa sababu inawezekana wakati mwingine mimba zinatoka kwa sababu kile kiumbe ambacho kimetengenezwa kimepata maradhi kiasi kwamba hakiwezi kuwa, tunasema kwa Kiingereza viable, kuweza kuzaliwa. Kwa hiyo mimba zinakuwa zinatoka. Kwa hiyo hao na wenyewe tunasema wapewe kipaumbele katika kupelekwa kwenye vituo vya afya mapema, kukutana na wataalam ambao ni wabobezi kuweza kuangalia. Lakini cha tatu ni pia zile familia ambazo zinapoteza watoto mapema. Kwamba kunakuwa na familia mtoto anazaliwa
lakini baada ya mwezi mmoja, miezi miwili, bahati mbaya mtoto anafariki. Kwa jamii zetu tunasema sio riski, anazaliwa mwingine. Kwa hizo familia pia zinatakiwa zipewe kipaumbele, kwa sababu wengi wao ukija kuchunguza unakuta kwamba walikuwa wameathirika na hii tatizo la magonjwa ya dimu ambao zinaathiri vinasaba. Ndio. Sasa vipi kwa yule ambaye ashachelewa, labda ni mama mjamzito akasema sasa hivi labda nataka nikafanye check up, kuna namna yoyote ya kuweza kuzuia mtoto asizaliwe na haya magonjwa ya dimu? Sasa magonjwa ya dimu kuna changamoto nyingi za magonjwa ya dimu, ikiwemo na changamoto za tunasema kwa Kiingereza tunasema za ethics. Maradhi mengi ya magonjwa ya dimu unaweza ukapima mama akiwa bado mjamzito. Unaweza ukapima ukagundua kwamba huyu mtoto ana maradhi ya dimu. Sasa kuna baadhi ya maradhi ya dimu yanaweza yakatibika. Kuna baadhi ya maradhi ya dimu hayawezi kutibika. Nikisema kutibika namaanisha mgonjwa anapatiwa tiba, yale maradhi yanaondolewa kabisa. Lakini mengi yao tunaweza tukayadhibiti, kwamba mgonjwa akapatiwa dawa akaendelea kuishi pamoja na maradhi yake katika kipindi chote ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia kuishi duniani, mpaka atakapoondoka atakuwa anaishi na ugonjwa wake. Sasa mama anapogundulika kwamba amebeba ujauzito wa mtoto ambaye ana maradhi ya dimu, kwa sheria zetu za Tanzania hairuhusiwi ile mimba ikatolewa kama haina tiba. Ila cha muhimu, ikiwa atagundulika, itasaidia mtoto atakapozaliwa, wale wataalamu wa afya watakuwa wamejiandaa katika kumhudumia huyo mtoto, kwa sababu watakuwa wanajua nini cha kutegemea. Kwa mfano, kuna baadhi ya maradhi ya dimu mtoto akizaliwa anashindwa kupumua. Kwa hiyo kama wataalamu wa afya wanajua kwamba huyu mtoto atapata changamoto ya kupumua, basi watakuwa wamejiandaa na vifaa ambavyo vitamsaidia huyu mtoto kuweza kupumua na kusaidia kupunguza madhila ambayo huyu mtoto angeweza kupata kutokana na kuwa na hii changamoto ya maradhi ya dimu. Sawa. Kwa ufupi daktari, kwa kumalizia, ushauri wako kwa wanaokutazama muda huu, unatamani nini kiwakae kichwani kuhusu magonjwa haya ya dimu? Kwanza kikubwa ni watu kutambua kwamba maradhi ya dimu yapo. Lile jina adimu lisiwapoteze watu wakafikiri kwamba linawapata watu wachache. Kwa mgonjwa mmoja mmoja inatokea kwa watu wachache, lakini kwa ujumla wao ni wengi sana. Kitakwimu kwa Tanzania tunakadiria zaidi ya watu milioni 4 Tanzania wana maradhi ya dimu. Kwa ukipiga mahesabu ya haraka haraka, kwa mikoa ambayo ina watu wengi, labda Mwanza, Arusha, labda watu wote wa mkoa wa Mwanza wote wana maradhi ya dimu. Kwa hiyo watu sio wachache. Kwa cha kwanza ni kujua kwamba hawa watu wapo, tunaishi nao na wanahitaji msaada wa kwetu. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni kusaidia kuondoa zile fikra potofu. Kwa sababu kama nilivyosema, kwa sababu karibu 70% ya maradhi ya dimu yanasababishwa na changamoto za kwenye vinasaba, kuna uwezekano mkubwa kukawa na mtu zaidi ya mmoja kwenye familia ambaye ameathirika na maradhi ya dimu. Na hii wewe inapelekea kuwe na unyanyapaa na wakati mwingine kuwa na imani zisizo sahihi, kwamba hii familia imetupiwa jini, hii familia imelogwa, huyu mama ana nuksi, kwa hiyo kila mtoto anayempata anakuwa na hii tatizo. Kwa hiyo hii imepelekea, na tumekuwa tunaona vyombo vya habari vimekuwa vinaripoti mara nyingi kwamba mama ametelekezwa kwa sababu amezaa watoto ambao wana changamoto 1, 2, 3. Kwa hiyo ni kusaidia kwanza watu waelewe kwamba haya maradhi yapo, yanaathiri vinasaba na kuna uwezekano mwanafamilia zaidi ya mmoja anaweza akaathirika. Kwa hiyo hii inapotokea, watu wajue kwamba inawezekana hawa wameathirika na magonjwa ya dimu, kwa hiyo wanahitaji wapate msaada. Hilo la kwanza. Lakini la pili, la tatu sasa ni kusaidia kwamba watu wasikimbilie tu kwenye kurogwa, bali hawa watoto wapelekwe, au hawa waathirika wapelekwe kwenye vituo vya afya ili kuweza kuwapatia tiba. Na cha mwisho labda ni kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu utambuzi wa haya maradhi ni ghali, matibabu yake ni ghali, na hasa vile ambavyo vinahitajika kudhibiti pia ni ghali. Kwa hiyo kuwe na mtizamo wa kipekee katika miongozo yetu, katika sera zetu, kwamba watu wanaogundulika na maradhi ya dimu wapewe kipaumbele, ikiwezekana hata kwenye mifumo yetu ya bima iwe na kifungu ambacho kinatoa ahueni kwa watu ambao wameathirika na maradhi ya dimu.
kuna hizi dawa ambazo zinatumika kutibu baadhi ya maradhi ya dimu, zinaitwa kwa Kiingereza orphan drugs, ambazo mara nyingi ni ghali sana. Kwa hiyo kama tukikuwa katika miongozo yetu kuna hicho kifungu ambacho kinasaidia kupunguza hayo makali, kwamba kwa mfano, labda mfano tu, kwamba tunakuwa na miongozo ambayo inasema kwamba mtu akihitaji orphan drug, labda bima ya afya itamlipia, au atalipiwa 50% au atalipia 30%. Hiyo inaweza ikasaidia katika kupunguza makali kwa waathirika wa maradhi ya dimu pamoja na familia zao. Sawa sawa. Asante sana daktari. Labda pengine tunaweza tukakupata wapi zaidi kama uko tayari kutoa namba ya simu au mitandao ya kijamii? Najua dakika hizi 10 hazijamtosha mtu kukata kiu yake kufahamu kuhusu magonjwa ya dimu na kadhalika. Kwa hiyo mimi napatikana Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili, au kwa kifupi MUHAS, tuko pale. Kwa hiyo kama mtu ana changamoto yoyote anaweza kafika, na mimi pamoja na wenzangu tutakuwa tuko tayari katika kutoa huduma kwa waathirika wote. Tunapatikana pia katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Tuna kliniki zetu pale ambazo zinahudumia wagonjwa mara 2 kwa wiki. Kwa hiyo wanaweza wakanipata mimi, wakapata na wenzangu ambao tunatoa huduma katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Kwa hiyo katika maeneo hayo wanaweza wakanipata. Asante sana daktari, nashukuru. Haya, huyo nadhani umefahamu sasa hivi kuhusu magonjwa adimu. Hata mtu akikuuliza unaweza ukamweleza na ukampa elimu hii ambayo tumeipata hapa. Tupate mapumziko mafupi, na tukirejea tutaungana naye Brown Juma kwa ajili ya habari za michezo kitaifa na kimataifa.